Masomo ya sayansi yamevutia wengi kuyasoma na kubobea katika kada hiyo ambayo imekuwa msaada mkubwa katika jamii, katika nyanja zote kama teknolojia ya habari na mawasiliano, afya, uhandisi, uzalishaji wa bidhaa na nyingine nyingi. Wanawake pia hawako nyuma. Wamekuwa na mchango mkubwa katika sayansi, na hii imefanya ulimwengu kila ifikapo Februari 11 kila mwaka kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, ikiangazia ushiriki wao katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Ni upi umuhimu wa kuadhimisha siku hii? Inalenga hasa kutambua kazi ambayo wale ambao tayari wapo wamefanya, lakini vile vile kuhamasisha wale ambao bado wana ndoto au wanatarajia kuingia kwenye sayansi au hata wana wasiwasi. Kwa hiyo huu utambuzi unaamsha zaidi ari na hamasa kwa mabinti na wanawake wengine kuingia kwenye sayansi. Umuhimu upo wa kuadhimisha hii siku ya wasichana na wanawake katika sayansi, maana hii siku inaweza ikasaidia kuweka usawa wa kijinsia katika sekta ya sayansi, wanaume na wanawake wote kuwa na usawa. Inaweza pia ikahamasisha wanawake kupenda sayansi mapema. Inaweza pia ikapunguza au kuondoa vikwazo vinavyowazuia wanawake kujihusisha na sayansi, na pia inaweza ikasaidia kuhamasisha sera na wawekezaji katika sayansi, na pia kutambua mchango wa wanawake na maendeleo katika sayansi. Siku hiyo tunaitumia kama jukwaa la kufahamisha umma na kuwafahamisha watu kwamba kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba kuna usawa wa fursa sawa kwa wasichana na akina mama kushiriki mambo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Lakini pia tunaitumia kama jukwaa la kuwahamasisha wasichana wale ambao sasa bado wako chini wako kwenye masomo yao, kwamba na wenyewe wafahamu kwamba ni muhimu na ni sehemu na wana mchango muhimu wa kuwa wanasayansi. Leo dunia inashuhudia wanawake waking'ara katika kada tofauti za sayansi, na historia ikizidi kuandikwa kutokana na mchango wao chanya katika sekta hiyo. Lakini hakuna mwanzo usio na chanzo. Ni nini kiliwahamasisha mashujaa hawa kuchagua masomo ya sayansi? Nipo kwenye hii kada zaidi ya miaka 20. Kikubwa kilichonihamasisha mimi kuchukua masomo ya sayansi, cha kwanza nitaanza na wazazi. Mimi nimetokea kijijini Ludewa huko, ambapo mimi nimekuwa nikiona baba yangu anafanya majaribio mbalimbali ya kisayansi, ambapo ile kwangu mimi ndio ilikuwa ni hamasa namba 1. Vitu vilivyonihamasisha kuchukua masomo ya sayansi ni pamoja na ndoto nilizokuwa nazo, kwamba nilikuwa nataka kuwa daktari, na pia jamii na wazazi, walezi kwa ujumla, support yao kubwa katika safari yangu ya kuwa daktari, na pia role models ambao wapo katika jamii ambao wamefanikiwa katika sayansi. Ukiangalia madaktari, wahandisi, watafiti na kadhalika. Na pia ile hali ya kutaka kusaidia jamii. Najua nikifanikiwa nikiwa daktari nitasaidia ndugu, jamaa, marafiki, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla. Nilisoma shule moja inaitwa Bukoba Secondary School, iko Kagera. Tulikuwa tunasoma masomo yote, tulikuwa tunasoma biashara na sayansi. Form 1 na Form 2. Mkifika Form 2, walimu ndio wanawachuja kwamba hawa watasoma biashara, hawa watasoma sayansi. Kwa shule mimi niliyosoma tulichujwa, nikawekwa sayansi. Kwa hiyo nikaenda kusoma sayansi, nikajikuta ni mwana sayansi. Lakini nilivyoingia kule nikapenda, nikafanya bidii na nikawa mwana sayansi. Kuna msemo maarufu usemao kwenye kila mafanikio ya mtu kuna mtu au watu wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa hamasa na chachu ya kufikia malengo yao. Mungu ametangulia kwa kiasi kikubwa sana na ameniwezesha. Na washukuru walimu shuleni walikuwa supportive, very supportive. Pale ambako unaona masomo ni magumu, unataka kukata tamaa, wanakupa moyo, wanakuambia you can, unaweza, chukua sayansi, chukua PCB. Unajua, nakumbuka mwalimu wangu anaitwa Mr. Boaz, Mungu ambariki sana, alinihamasisha sana
kupenda kuendelea kusoma biology, nikafanikiwa na nikafaulu. Na baada ya hapo kwenda kujiunga na udaktari. Namshukuru sana Dr. Mushi aliyepo pale Peramiho, aliniambia I can. Kwa hiyo alinipa moyo kwamba naweza. Lakini nitambue pia mchango wa walimu wangu, wale walimu ambao nilianza nao sekondari tuseme. Kulikuwa na walimu wengi, labda niseme mwalimu mmoja, bahati nzuri bado anaishi, anaitwa Mwalimu Nakembetwa, alikuwa ni mwalimu wetu wa chemistry. Tulikuwa na walimu wengi, lakini huyo nimtaje kama mwakilishi wa walimu wengine. Lakini nina appreciate kwamba katika safari yangu kuna watu wengi walinishika mkono. Napenda kumshukuru Mwalimu Mahenge. Wakati tumesoma, mimi nimesoma high school Mkwawa wakati ni high school. Kwa hiyo Mwalimu Mahenge kwa kweli alifanya kazi yake stahiki, na nikienda shule ya msingi na mwalimu anaitwa Mwalimu Masumbuko. Kwa kweli Mungu aendelee kumweka. Safari yangu yote bila hawa miamba wawili kwenye hesabu, inawezekana safari yangu ingekuwa ngumu, lakini walifanya kazi ambayo Mungu aliwapa. Ili dhahabu ing'ae ni lazima ipitishwe kwenye moto. Vivyo hivyo, ili kufika katika kilele cha mafanikio, basi na shaka haijawahi kuwa tambarare tu. Kuna milima ya kupanda na mabonde ya kuvuka, kwani hakuna safari isiyo na vipengele. Ni changamoto zipi wanasayansi hawa walizipitia katika safari ya kutimiza ndoto zao? Na cha kwanza namshukuru Mungu, nilikuwa nafanya vizuri darasani. Kwa hiyo kimasomo sikuwa na changamoto. Support ya wazazi pia ilinifanya nisiwe na changamoto ya kimasomo kwa ujumla. Yaani hizi changamoto za hapa na pale ndogo ndogo za shule ni za kawaida, lakini generally sikuwa na kikwazo kufanya masomo ya sayansi. Nilipata support ya wazazi na jamii kwa ujumla ambayo ilikuwa inazunguka. Bado watu wanaona kwamba masomo ya sayansi ni ya wakina baba, na pia changamoto za kiuchumi za hapa na pale. Kama unavyojua masomo ya sayansi yanahitaji ada, yanahitaji mambo ya maabara, utafiti na vitu kama hivyo, na pia hata jamii kwa ujumla. Wakati mimi najiandaa kuingia chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kilifungwa kwa sababu ya mambo ya migomo. Haya, wanafunzi wanafanya fujo, alafu chuo kinafungwa kwa muda usiojulikana. Kwa hiyo ilileta changamoto kwa wasichana wengi. Tulijikuta tayari tunaingia kwenye mahusiano kwa sababu tulikuwa tumeshaenda jeshini, tumeshamalisha jeshi, tunataka kuingia chuo kikuu na hatukuingia. Vikwazo sio mwisho wa safari, bali ni chachu ya kujibidisha na kuvuka ili kufikia lengo. Katika changamoto walizokumbana nazo, ni mbinu gani walitumia ili kuvuka na hatimaye kutimiza ndoto zao za kuwa wanasayansi? Mbinu niliyotumia mimi naweza kusema tu ni Mungu, kwa sababu wewe unakuwa na mbinu gani? Mbinu ni kusoma, kwa sababu tunapofika tunapewa orientation week. Tunaambia someni kwa bidii, someni kwa makundi, kuna library itumie vizuri. Library unapewa mbinu zote. Uzuri ni kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam ni chuo ambacho nimesoma, ndicho ninachoelewa. Sijui vyuo vingine vinafanyaje. Lakini chuo kikuu cha Dar es Salaam tunakuwa na wiki nzima inaitwa orientation, yani ya kufamiliarize na chuo chako. Ujue usomeje, usome wapi, upate wapi material ya kusoma, umuone nani ukiwa na shida, ukiugua umuone nani, ukiwa na tatizo, nataka kuahirisha shule, ufanyeje. Kwa hiyo zile mbinu zote ambazo tulipewa mimi nilikuwa ninazitumia. Lakini pia niseme kwamba familia yangu ilikuwa inani support vizuri. Kwa ni wazazi. Baba alishatufundisha utaratibu wa kusoma. Kwa hiyo cha kwanza nilichokifanya cha kwanza ni utaratibu wa kujisomea kwa kadiri inavyotakiwa. Lakini cha pili ni ushirikiano. Kwamba kila unapokwenda usisome peke yako, shirikiana na wenzio. Kwa sababu utafika mahala utakutana na maswali magumu, lakini utakapojadiliana na wenzio atakwambia hapo bwana mimi nimefanya hivi, nimeweza. Lakini zaidi ya hapo ni kwenda kwa mwalimu. Mwalimu, swali hili limenitatiza, topiki hii sijaelewa. Atarudia kukufundisha, atakuelekeza. Lakini pia kwenye hesabu nipenda kushukuru sana walimu ambapo shule nilizosoma walikuwa na support sana, especially nikirejea masomo ya high school. Mwalimu alikuwa mpaka anajitolea kutupa extra classes. Kweli namshukuru Mungu. Sala ndio mwongozo wangu mkuu,
Pamoja na hiyo kuwa na malengo ya wazi, kama hivyo nisema nataka kuwa daktari, nataka kusaidia jamii. Kwa hiyo nilikuwa nataka kufikia ile lengo, na pia kuwa na juhudi na jitihada binafsi katika kufanikisha hiyo safari. Pia ndio mbinu kubwa ambazo niliweza kutumia, na kutokukata tamaa. Pale unakoona ume slow down, unajitahidi kutokukata tamaa. Umuhimu wa sayansi na mchango wake katika jamii umefanya idadi kubwa ya wataalamu kujikita katika kada tofauti za sayansi duniani kote. Lakini pamoja na idadi hiyo kuwa kubwa kiujumla, takwimu zinaonyesha idadi ya wanasayansi wanawake ni ndogo ikilinganishwa na wanasayansi wanaume. Ni nini sababu ya kuwa na mwitikio mdogo katika kada ya sayansi? Kwamba cha kwanza unaanza kutoka kwenye familia. Unajua kwenye familia zetu ni ile kwamba kazi ngumu anafanya mtoto wa kiume, kazi nyepesi za mtoto wa kike. Mtoto wa kike kazi yake kufua, kufagia, kupika. Lakini akiambiwa kupasua kuni, mtoto wa kiume. Sijui kukata mti, mtoto wa kiume. Kwa hiyo hata unapokuja kwenye masomo ya sayansi, hichi kitu tunakuta kinaendelea, kinatembea. Kwa hiyo mimi kwa sababu nimelelewa kutoka nyumbani kwamba nisifanye vitu vigumu, jamii inaniambia masomo ya sayansi ni magumu. Kwa hiyo tayari na mimi kama binti nitaona kwamba masomo ya sayansi ni ya wavulana, sio watoto wa kike. Lakini jamii hiyo inakwambia Kiswahili ni rahisi, history ni rahisi, English ni rahisi. Kwa hiyo hii tayari na mimi kwenye mindset ninajiweka kwamba hivi ndio vya sisi watoto wa kike. Lakini hapana. Mzazi akikufundisha na kukulea kwamba kazi zote ni za wote sawa, iwe ni kupika, iwe ni kufua, iwe ni kupasua kuni, iwe ni kulima, watoto wote mnatakiwa mfanye. Manake hata ninapokuja darasani utaona kwamba ninatakiwa nifanye masomo yote vizuri, na sio kuwa biased kwamba hesabu ni hizi hesabu za kufanya wavulana, Kiswahili ndio cha wasichana, English ya wasichana, physics ya wavulana. Hapana. Nadhani ni mtazamo na fikra kwa watoto wa kike. Watoto wa kike wamekuwa na mitazamo na fikra ya kwamba masomo ya sayansi yanahitaji sana wanaume, yanahitaji watu wale wenye uwezo wa kufikiri, na yameundwa kwa sababu ya wanaume, ila sio wao. Wao wametuseme kama wamejizaifisha, wakiamini kwamba wenyewe ni kusoma masomo yale ya hati, sababu wanaweka kwamba watu wanasema kwamba yale masomo ya hati ni mepesi na haya ya sayansi ni magumu. Mwamko bado ni mdogo, hasa wanawake kujiingiza katika masomo ya sayansi. Wengi wanakata tamaa katikati, wengi wanakosa sapoti kutoka kwa jamii, wazazi, walezi wanaozunguka, na kukosa pia baadhi ya watu ambao wamefanikiwa katika sayansi, kitaalamu wanaitwa role models. Pia nao wanahitajika sana katika jamii yetu, na pia kiuchumi. Pia hizo ni changamoto zinazowakwamisha wanawake wengi. Wasichana wanaogopa kujituma sana, japokuwa sasa hivi hicho kitu kinapungua, ila kwa miaka ya nyuma ilikuwa gani hivyo. Wanaogopa vitu vigumu, wanahisi kama labda sayansi ni ngumu, lakini pengine ndio na sababu inayopelekea hivyo. Unakuta labda mtu katoka nyumbani kwao, kila mtu ametoka kwao na malengo yake, lakini anafika shuleni anakutana na wenzake, wanamwambia amno sindi science bana, una akili hizo, njoo uko arts. Na anasema kweli mimi siwezi, ngoja tu niende zangu arts kule, mambo marahisi, nitakuwa najiachia hivyo, amna masomo magumu. Lakini angekuwa hajafuata makundi, angeweza kusoma science na kafanikiwa tu. Kuna ile pia kukatisha tamaa kwa jamii yenyewe. Wewe msichana, sayansi unaiweza, wewe utaweza kufanya nini? Wewe utaweza kusoma uhandisi, wewe utaweza kuwa daktari. Ukiwa daktari kwanza utaolewa na nani? Nani anataka mwanamke anayelala kazini? Usisome udaktari, usisome unesi, usisome uhandisi, usisome nini. Na pia tukiangalia mifumo yetu katika ujumla wake, kuna vitu ambavyo kweli haisapoti, yani jamii yetu. Kwa sababu hata ukiwa ni mwanasayansi, kwa wakati mwingine unaweza ukawa unatakiwa kwenda kukaa sehemu mwezi na pengine na familia na watamwambia mume wako kaoe, sasa wewe ndio umeolewa, ndio unaangalia watoto, ndio unafanya nini. Kwa hiyo unakuta ile inawapa hofu wasichana wenyewe kujiunga na sayansi, lakini wazazi wengine kabisa namwambia mtoto wake usisome sayansi. Kuna ile katika familia unakuta labda baba alisoma hati, nani alikuwa mtoto wa kike, na yeye anafikiria kwamba mimi mwenyewe siwezi,
labda na mimi mwenyewe nitashindwa, yani anakuwa ana utayari ndani yake kusoma masomo ya sayansi. Pia kitu kingine unakuta labda katika shule anayosoma kuna wavulana wanamwambia bwana wewe huwezi sijui nini. Hiyo pia inapelekea mtoto wa kike kutokuwa tayari kusoma masomo ya sayansi. Mtazamo wa jamii unatoa picha ya kile wanachopenda kukiona kikifanyika. Kwa upande wa sayansi, jamii ina mtazamo gani wa kipi kifanyike ili kuongeza idadi ya wanawake na wasichana katika kada za sayansi? Tusiwalee watoto wa kike katika maana ya kwamba wao wanatakiwa kufanya kazi nyepesi. Hapana. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinafanya sasa watoto wa kike tunarudi nyuma kwenye masomo ya sayansi. Kwa hiyo katika hili ninawaasa wazazi wasiwalee watoto katika kuweka utenganifu kwamba kazi hizi ni za hawa, kazi hizi ni za hawa. Kwa hiyo wakifanya hivyo itafanya hata mtoto wa kike sasa aweze kuona kwamba ninapokwenda shuleni masomo yote natakiwa kuyapa umuhimu sawa na si kuchagua masomo. Kama kutakuwa na taratibu za namna moja au nyingine za kuwa na competition za sayansi, zitaongeza hamasa. Serikali au jamii au kada yote ambayo ipo kwenye upande wa elimu, tuone ni kwa namna gani tunaweza kuwa na vitu mbalimbali vya kuhamasisha sayansi katika maana ya competition ya kimasomo, competition ya kufanya majaribio au bunifu mbalimbali. Serikali na taasisi mbalimbali za elimu, hususa katika ngazi ya chini, elimu za shule ya msingi, ziongeze jitihada kubwa sana kwa sapoti watoto wa kike. Ziwajengee misingi mikubwa sana watoto wa kike katika elimu ngazi za shule ya msingi, hata sekondari pale. Zitoe jitihada kubwa na chance kubwa sana kwa watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi. Mfano naweza nikachukulia kwenye upande wa performance. Labda kuna level ikifikia wanasema tunamchagua huyu mwanafunzi akasome nini? Sayansi. Ikiwezekana kwa watoto wa kike wawapunguzie, hata kama wameweka 50 kwa watoto wa kiume, watoto wa kike wawapunguzie hata 45 ili waongeze chansi na idadi kubwa ya watoto wa kike kufanya kusoma hayo masomo ya sayansi. Cha msingi ni kutoa ile dhana potofu ambayo jamii wanayo kwamba sayansi ni ngumu au sayansi wanaoweza ni watoto wa kiume peke yake, lakini kumbe sio. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, tuko kwenye ulimwengu ambapo tunatumia vifaa kama tulivyosema akili unde. Kwa hiyo ni rahisi kwa wasichana kujikita kwenye hizo sayansi na teknolojia na kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo waondoe ile zana potofu ya kusema kwamba watoto wa kike hawawezi sayansi kwa sababu ni ngumu. Sayansi sio ngumu, sayansi ni rahisi na sayansi ni kwa watoto wote. Kwa kiasi kikubwa wazazi wenyewe kwanza wanatakiwa kuelimishwa, kwa sababu wanafunzi kama wanafunzi ukiachana tu na mazingira yao ya shule, wana mazingira yao ya nyumbani. Hivyo basi inabidi wazazi wapate elimu kutoka mashuleni kwa walimu, kwa sababu walimu ndio ambao tuko nao muda mwingi katika siku zetu tunazokuja shule. Kwa maana yake inabidi walimu waweze kuongea na wazazi na wazazi waweze kuwa influence kubwa kwa wanafunzi, kwa watoto wao, kwa lengo la kuwajenga katika misingi bora na elimu bora. Kujenga sera zinazohamasisha wanawake katika sayansi, kutoa fursa na wito mbalimbali katika jamii kuhamasisha wanawake katika sayansi, na pia kuwapa motisha wanawake katika sayansi na kuwasupport pia kiuchumi katika sayansi. Inabidi kwanza sisi wanafunzi kama wanafunzi tupeane motisha. Ukiona mwanafunzi mwenzako labda anakuwa anakata tamaa, anasema mimi nilipofika hapa siwezi nikasoma sayansi, unamwambia labda jaribu, utaweza. Kuna mtu aliyezaliwa anajua, kila kitu ni kujifunza, utaweza. Unapambana, unakabiliana na changamoto, unaweza kusoma sayansi. Jamii itambue kwamba wanawake wana mchango mkubwa katika maendeleo ya dunia, sio ya nchi tu, kuanzia ngazi ya kaya kuja ngazi ya taifa, lakini ngazi ya dunia. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake ni wabunifu zaidi hata ya wanaume, lakini tafiti zinaonyesha kwamba wanawake na wanaume wanapokaa pamoja wanaivisha jambo. Yaani kama ni ubunifu, kama ni kupanga mipango, inaenda vizuri zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya ni kuwapa fursa sawa wanawake na wanaume wote wakaingia kwenye sayansi, tukavunja zile barriers, tukavunja vikwazo, tukawapa wasichana, tukahamasisha jamii, ikaondoa mtazamo hasi wa kuwa na vikwazo kwa watoto wa kike kusoma sayansi, lakini tukahakikisha kwamba na wasichana nao tunawatia moyo. Lakini anapomaliza shule tutengeneze fursa sawa za ajira pia. Ukimwajiri huyu injinia ataweza,
ukimwajiri huyu mara sijui ataenda kujifungua, tutafanyaje? Kwa hiyo tutengeneze mfumo ambao unamsupport. Na pia jamii ielewe, hata kama mimi ni naolewa, ni mwanasayansi, ni daktari, mume wangu anielewe kwamba ninapoenda kufanya kazi, naenda kufanya kazi ya udaktari ambayo kweli ninahudumia jamii kwa kutumia profession yangu. Kwa hiyo wasitunyanyapaae, watu wache tuwe na fursa sawa, yani ile gender equality. Sayansi ni sekta yenye wigo mpana na fursa mbalimbali. Wanawake na wasichana wanapewa wito gani kuchangamkia fursa zilizopo kwenye sayansi? Kila mtu ana ndoto ya kuwa fulani, mahali fulani. Kuna mtu mwingine yuko sekondari sasa hivi, yuko shule ya msingi, lakini ndoto yake hivi, mbona nasikiaga watu wanaenda NASA, wanaenda mwezini huko mwezini ni wapi? Kuna watu wanavumbua, wanaovumbua ni kina nani? Kwa nini nisiwe mimi? Kwa hiyo kuna kila mtu ana ndoto mbalimbali za upande wa sayansi, na huku sisi ambao tuko huko nje sasa hivi sayansi ni pana. Yaani kwa hizo ndoto ulizonazo zote zinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Ukija ukaangalia, wapo madaktari wakubwa wengi ni wanawake. Yaani madaktari wengi wakuta madaktari wa upasuaji wa moyo, wengine hata wanaume ambao wameshindwa kusoma kufikia level hizo, lakini wanawake wapo. Mainjinia wapo, marubani tunawaona. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo wanawake mnaweza, pambaneni. Natoa wito katika jamii kwamba sayansi sio ya wanaume peke yao, hata wanawake tunaweza katika sayansi. Wanawake tuwe na ndoto na malengo chanya kwamba nataka kufanikiwa, nataka kuwa daktari, nataka kuwa mtafiti, nataka kuwa mhandisi. Ndoto zako ziwe wazi na usikate tamaa katika kutimiza ndoto zako, na pia kuwa na juhudi na jitihada na nidhamu binafsi katika kufanikisha ndoto zako. Pia mtoto wake, kama wewe mwenyewe unatakiwa ujiamini, uwe na utayari ndani yako. Wewe unapenda kitu, usifanye mtu mwingine kukatisha tamaa, yani usiruhusu mtu mwingine kukatisha tamaa. Kitu ni kigumu usipojaribu, lakini ukiamua kukifanya kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo wajipe moyo, wanaweza. Kwanza, dunia sasa hivi inategemea sana sayansi na teknolojia. Ninachowashauri wanafunzi wajitahidi kujikita sana kwenye masomo ya sayansi, kwa sababu wapo watu, kwa mfano wanawake wakuu, yani wanawake wanakuwa wana nafasi kubwa, wamesoma masomo ya sayansi na wanakuwa wanafanya wanda zaidi katika jamii zetu. Madaktari wakubwa ni wanawake, yani na wahudumu wa afya, maybe watu wa chemistry na vitu vinginevyo. Mimi nawatia moyo wasichana wafuatilie mambo ya sayansi na waone wanasayansi wakubwa ambao wamefanya vitu, yani wanawake, na waweke ndoto zao sawa, wasome na watafanikiwa. Fursa zipo za kusoma, na lakini fursa pia za kazi kwa sasa zipo. Siku ya Kimataifa ya Wanawake na Wasichana katika Sayansi si ya kusherekea mafanikio pekee, bali ni ya kufungua milango ya fursa. Ni siku ya kusisitiza kuwa vipaji vya wasichana vina thamani sawa, na kwamba sayansi inahitaji sauti, akili na ndoto zao. Tuvunje vikwazo vya mitazamo hasi, tuhamasishe elimu ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, na tuweke mazingira salama na jumuishi kwa wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu. Kwa kufanya hivyo, tunajenga sio tu mustakabali wa wanawake na wasichana, bali maendeleo ya taifa na dunia kwa ujumla. Sayansi inahitaji wote. Kesho bora inaanza leo.